yake fedha inapotea hovyo. Tunahitaji mashirika ya umma yaweze kuendeshwa kwa utaratibu wa kibiashara. Fedha iweze kutumiwa vizuri kuweka hifadhi ya jamii ya wazee wetu. Ndugu zangu, tuna bahati ya ardhi kubwa, inakubali kila aina ya mazao, lakini hakuna huduma bora kwa wakulima wetu. Idi Mkanza kaeleza hapa, mabilioni ya fedha yamemwagwa kwa makada, mradi umeanguka. Watu ambao wanapaswa, wana uwezo wa kuweza kuendeleza kilimo hawapewi msaada kuweza kuendeleza kilimo chao. Ndugu zangu, dunia imebadilika. Tunahitaji tuwekeze kwenye kilimo, lakini kiwe kilimo cha kibiashara, na unaweza ukawasaidia wakulima wadogo wakaweza kuongeza uzalishaji, ukawa na viwanda vingi vya kuchakata mazao ya kilimo, vijana wetu wakapata ajira. Elimu ndio msingi wa maendeleo. Na ndugu zangu, elimu ya sasa inaenda na matumizi ya kompyuta. Elimu ya sasa inabadilika. Tusipowekeza kwenye elimu, tutaachwa nyuma. Tunahitaji tuwekeze kwenye elimu tokea shule za msingi, watoto waanze kutumia kompyuta. Tuunganishe shule zote na mtandao. Matumizi ya kompyuta ni kama lugha. Mtoto mwepesi kujua lugha kuliko mtu mzima. Tunaweza kuleta mabadiliko makubwa. Huduma za afya. Hivi sasa pana huduma za afya pia, unaweza ukapata huduma ya afya, daktari yuko Dar es Salaam akatoa maelekezo, wewe uko Ilala Ngulu ukatibiwa. Unaweza ukajiunganisha na madaktari wako kwenye hospitali ya Apollo Hyderabad, wewe uko Dar es Salaam ukapata maelekezo, mgonjwa akatibiwa. Tunahitaji kuwekeza kwenye taratibu bora za kuweza kutoa huduma za afya. Yote haya yanawezekana ukiwa na uongozi unaomjali wananchi wa kawaida. CCM hawamjali mwananchi wa kawaida, wanawatumia tu wananchi wa kawaida, hawamjali. Imekuwa kusifiana tu, na sifa zingine zinakuwa za hatari. Maana yake huku kama huku bara wasema mama kaupiga mwingi, Zanzibar ukiupiga mwingi maana yake umelewa chakali. Kwa hiyo unatumia lugha ambayo maana yake wakati mwingine inaleta itilafu. Tunahitaji tuweze kuwa na uongozi unaomjali mwananchi wa kawaida. Kwa hiyo tulikubaliana kwamba pamoja na matatizo yaliyopo, wito wetu sisi tukae na rais, tutazame matatizo yaliyopo katika taratibu zetu za uchaguzi, tuweze kutazama mambo gani ya kufanya kuwajengea matumaini wa Tanzania kwamba uchaguzi unaokuja utakuwa huru na wa haki. Na chama cha CUF, lengo letu, ikiwa tutaingia madarakani tukipewa fursa na Watanzania, tutaunda serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali ya umoja wa kitaifa ambayo kazi yake moja kubwa itakuwa kukamilisha upatikanaji wa katiba yenye misingi ya demokrasia inayotokana na maoni ya wananchi. Kazi yake ya pili itakuwa
tuasisi mpango wa kukuza uchumi unaoongeza ajira, kuwaelimisha Watanzania etokea elimu ya msingi iweze kutumia taratibu za mtandao, masuala ya akili mnemba. Lugha ya siku hizi akili mnemba, wengine hawajaisikia, artificial intelligence. Haya mambo yanabadilika. Watanzania tusikubali kubaki nyuma. CCM wanataka tubaki nyuma, iwe rahisi kututawala. Tutafanya mpango mkakati wa kuweza kuimarisha uchumi na kupenyeza elimu tokea elimu ya msingi. Vijana waweze kutumia kompyuta, waweze kutumia akili mnemba, wajasiriamali waweze kutumia akili mnemba kuendesha biashara zao. Sasa ili tuyapate haya, ni muhimu tuweze kujipanga kiuchaguzi. Tunajipangaje kiuchaguzi? Nilikuwa nazungumza na mwenyekiti wangu wa Temeke hapa kwamba naanzia Temeke wiki ijayo, tukutane na watiania wote wanaotaka kugombea udiwani, wanaotaka kugombea ubunge, wanaotaka kugombea uraisi. Tuanze na wilaya ya Temeke, tuzungumze nini zitakazokuwa hoja zetu za kuwapelekea wananchi, nini ajenda ya CUF ya haki sawa na furaha kwa wote, kwa wananchi wa Temeke. Tutafanya mambo gani ili kuongeza ajira kwa vijana wetu? Tutaboreshaje elimu? Tutaboreshaje huduma za afya ikiwa tunaongoza halmashauri ya Temeke? Tukae, tujadili, tutoke na rasimu ya awali ambayo tunayapeleka kwa wananchi waichangie, mpaka mwishoni tutapata rasimu, tutapata ilani inayogusa masuala ya wananchi wa Temeke. Naanza na Temeke, takuja Ubungo, taenda Kinondoni, taenda Kigamboni, wilaya zote za Dar es Salaam, Ilala. Halafu baada ya hapo tuendelee na wilaya zingine za jirani hapa na maeneo mengine ya Tanzania. Tunahitaji safari hii kuweka wagombea kata zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuweka wagombea majimbo yote, na tunatoa wito kwa Watanzania, kwa wanachama na hata wale ambao sio wanachama waweze kujitokeza, wajiunge na chama chetu, tuweze kuwa na programu ya kuweza kuleta mabadiliko ya kweli katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wito wetu kwa Mama Samia. Mama Samia, jipange vizuri, hakikisha kwamba haki inatendeka. Mambo ya ndugu yangu marehemu yaliyopita usiyachukue kama mfano wa kuiga. Yale alikuwa anayaweza yeye mwenyewe ambaye ameenda mbele ya haki. Ukichukua kama ni mfano, utaingia katika matatizo. Sisi tokea 2021 Aprili tulitoa ushauri ujiwekee lengo la kuiendesha nchi hii katika hali ya ujenzi wa demokrasia, kwamba uchaguzi huu wa 2025 jiwekee lengo la kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki.
ukiwa uchaguzi huru na wa haki, ukishinda ukishindwa, wewe utakuwa ni mshindi. Kule kufanya tu uchaguzi uliokuwa huru na wa haki, utajiwekea historia. Kwa hiyo wasikudanganye wenzako, wakadhani kwamba utumie mbinu za ujanja. Sisi tunakutakia heri, na ndio maana tunakushauri tukutane, tubadilishane mawazo, tuhakikishe kwamba uchaguzi unakuwa huru na wa haki. Hakuna kususia uchaguzi, hakuna kususia uchaguzi. Kusisi huwezi, ukiwa mkulima wa muhogo unaliwa na nguruwe, ukasema nguruwe hawa wanamaliza, mimi sendi tena shambani. Ukienda tena siku nyingine utakuta muhogo wote umemaliza. Usimsusie muhogo nguruwe, atamaliza kila kitu. Hamna kuwasusia CCM uchaguzi wabakie peke yao. Lazima tuende na mkakati kama wanavyosema, itakapodundwa ngoma ndivyo tutakavyoicheza. Ikiwa msele itakuwa msele kama hiari ya moyo tena ya Tabora hiyo, basi na sisi tutakwenda na hiari ya moyo. Kama ladu tutaenda na ladu, kama manyanga tutaenda na manyanga, kama maswezi tutaenda na maswezi, kama migao tutaenda na migao. Haki sawa kwa nani asiopenda haki? Dar es Salaam ngangari, Dar es Salaam ngangari.